Hali ya usalama nchini inaendelea vizuri kutokana na jitihada za Jeshi la Polisi zinazosaidiwa na ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi katika kubaini na kuzuia uhalifu. Pamoja na ushwari huo, yapo matukio mengine yanatendeka kutokana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, yakiwepo ya utapeli ambayo imeendelea kudhibitiwa. Matukio hayo ya kitapeli ni yale ambayo taarifa zake zimetolewa na baadhi ya wananchi katika vituo vya polisi wakilalamika kutapeliwa kupitia mitandao ya kijamii. Taarifa hizo zimeonyesha matapeli wanaofanya uhalifu huo kupitia mitandao ya kijamii wamekuwa wakitumia njia mbalimbali za kulaghai watu. Miongoni mwa njia za kilaghai au za kitapeli wanazotumia ni kama vile kutuma jumbe zinazosema ile fedha tuma kwenye namba hii. Ingawaje njia hii na ulaghai huu umeendelea kupungua kwa kiasi kikubwa kutokana na jitihada zinazofanikisha kukamatwa kwa wahalifu wanaotumia ulaghai wa aina hiyo na kufutwa au kuondolewa kwa namba za simu walizokuwa wanatumia kwenye mfumo wa mawasiliano. Njia zingine wanazotumia matapeli ni pamoja na kutuma ujumbe wa kilaghai ukionyesha umetumwa na kampuni fulani ya simu ukisema huduma zako zote zimefungwa leo tarehe kwa kukosa kurasimisha na kuhakiki namba yako. Kwa msaada piga ofisi zetu kwa namba hii. Anayetumiwa ujumbe kama huo akipiga namba aliyotumiwa, ndipo maneno ya kitapeli yakiwemo ya vitisho kuwa simu yako itafungiwa huanza, ikiwepo kuambiwa afungue viunganishi anavyotumiwa, yani links, na baadaye huambiwa kuingiza namba yake ya siri au neno siri, na akihadaika na kufuata maelekezo yaliyopewa na kuingiza neno siri, ndipo hujikuta ameibiwa fedha zake. Lakini pia matapeli hutumia njia nyingine ya kumwambia anayetapeliwa atume kiasi cha fedha ili namba yake isifungwe. Pia matapeli wengine wamekuwa wakitengeneza akaunti bandia na matangazo kisha kuyasambaza kwenye mitandao wakitumia majina ya viongozi wa serikali na majina ya wafanyabiashara wakubwa na kampuni zao, wakijifanya kuwa viongozi na wafanyabiashara hao wameanzisha utaratibu wa kukopesha mikopo wenye riba nafuu. Haya yote yanakuwa na malengo ya kutapeli na kuwaibia watakaojiingiza katika mtego huo. Wanaovutiwa na mtego huo huambiwa watume kiasi fulani cha fedha kulipia gharama za kuandaa mkopo huo. Anayelaghaiwa akituma kiasi hicho cha fedha alichoambiwa, anajikuta mkopo hapati, na anapojaribu kuwasiliana na aliyekuwa anawasiliana naye anakuwa hapatikani tena, na simu aliyokuwa anatumia haipo hewani, imefungwa. Tahadhari inatolewa kwenu kujihadhari na utapeli wa aina hii, na tuendelee kuelimishana kuwa viongozi wa serikali au wafanyabiashara wakubwa hawawezi kuanzisha makampuni ya kukopesha yasiyokuwa na ofisi maalum zinazojulikana na wala zinazomtaka mkopaji alipie kiasi fulani cha fedha kwanza ndipo apewe mkopo. Aidha, upo utapeli mwingine unaoendelea kupitia mitandao ya kijamii ya matapeli kujifanya kuwa wanauza bidhaa fulani na hutuma picha kwenye mitandao za bidhaa wanazouza, tena kwa bei ambayo ni rahisi kuliko bei za makampuni au wafanyabiashara wanaouza bidhaa kama hizo. Ulaghai wanaotumia ni kumtaka mhitaji wa bidhaa walizotuma picha kwenye mitandao awatumie kiasi fulani cha fedha, ndipo wawatumie bidhaa husika, na akishapokea bidhaa hii ndipo amalizie
kulipa kiasi kilichobakia. Waliofika katika vituo vya polisi wameeleza walipotuma kiasi hicho cha fedha walichoambiwa, ndipo walibaini walikuwa wametapeliwa, kwani namba aliyokuwa anawasiliana nayo hutoweka na haipatikani tena. Tuchukue tahadhari kubwa sana pale tunapotaka kufanya biashara kupitia mitandao, kwa kuhakikisha ni mtu au kampuni halali na sahihi unafanya nayo biashara. Hivyo Jeshi la Polisi lingependa kuendelea kutoa tahadhari kwa wananchi kujihadhari na utapeli unaofanywa na matapeli wa mtandaoni, na kikubwa kuendelea kupeana elimu kuanzia wanaoishi mijini hadi vijijini juu ya utapeli wa aina hizo, kwani ndiyo njia pekee na nzuri ya kujikinga na uhalifu na wahalifu wa aina hiyo. Jeshi la Polisi litaendelea kutimiza wajibu wake wa kuwasaka na kuwakamata wahalifu wanaojihusisha na uhalifu wa aina yoyote ile na kuwachukulia hatua za kisheria. Na kwa upande wa wananchi, tunatoa wito waendelee kupeana elimu na kuchukua tahadhari kabla ya kufanya maamuzi, na kamwe tusiongozwe au kusukumwa na tamaa au uharaka wowote ili kujiepusha na mitego ya matapeli mtandaoni.